Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya ni kukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo. Wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vitu vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji na tarafa letu la Uvira. Tuseme asante kwa wale wote ambao mnaendelea kutembelea channel yetu, mnaendelea kushare pia kulaki na kupartage kwa wengine, ili kila leo waende kunufaika na habari zetu za kila siku kupitia televisheni yako Muteba TV. Langu jina naitwa Janvier Emmanuel Kaluya, nikukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Katika habari zetu ambazo tutakazozungumzia katika siku ya leo, tutazungumzia kabisa kuhusu sherehe ya kuweza kusherekea sikukuu ya uhuru wa nchi ambayo iliyosherekewa tariki 30 mwezi huu mwaka 2026. Sherehe ambazo zilizofanyika huko maeneo ya Kiliba kupitia shirika la kirahia. Kiliba ni kwenye umbali wa kilomita 25 na jiji la Uvira. Tutakwenda kuzungumzia kabisa kuhusu drone ambayo iliweza kuangusha bomu pale maeneo ya Baraka kwenye kambi ya wanajeshi wa Burundi huko Mshimbaki, ambayo iliweza kusababishwa na waasi wa M23. Tutakwenda kukusia kabisa mengi kuhusu habari hiyo ambayo iliyotokea tariki 30 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Na pia tutazungumzia kabisa huko maeneo ya Kinshasa, Rwanda yafikishwa katika mahakama ya kimataifa ya huko Lahe, huko maeneo ya Zehege. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imewasilisha rasmi kesi katika mahakama ya kimataifa ya haki ya huko Zehege zidi ya nchi ya Rwanda, huku ikishtumu kuwa nchi ya Rwanda inaendelesha mauaji pia visa kadhaa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya na mengine ni ukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu mwanzo hadi mwisho. Katika habari zetu ambazo tutakazozianza nazo siku za leo, tutaanza kabisa kuhusu sikukuu ya uhuru wa nchi ambayo iliyosherekewa tariki 13 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni miaka sasa 66 tangu nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kupata uhuru wa nchi hiyo. Sherehe hizo zilizofanyika kupitia shirika jipya la kirahia huko maeneo ya Kiliba Kabulimbo. Sherehe hizo ambazo zilizofanyika mbele ya viongozi wa maeneo hayo, jeshi la polisi pamoja na wakuu viongozi wa makata mbalimbali pamoja na mashirika za kiraia, hawa wakizungumzia kuhusu nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuomba uweze kushuhudia sherehe hizo ambazo ziligubikwa na miziki, pia hotuba mbalimbali kutoka viongozi wa mahali hapo kupitia maandalizi ya shirika jipya la kiraia kwenye ukanda wa jimbo la Sud Kivu, maeneo ya tarafa la Uvira, mwanzo hadi mwisho, ili uweze kuelewa kile ambacho kilichofanyika kupitia sherehe hizo.
Jambo ndugu mtangazaji. Tunapatikana Kiliba tarafani Uvira, na leo nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inasherehekea miaka 66 tangu kupata uhuru wake. Hapa Kiliba nini inasherehekewa hasa? Hapa Kiliba inajulikana kwamba hii siku ni siku kabisa ya uhuru wa Wakongomani. Lakini kwa leo tuliona hatutabakia kimya. Japokuwa tuko katika vita, yatufaa sisi tuweze kulalamika kabisa, ili tuoneshe mara ngapi nchi yetu imevamiwa. Na wakati imenenda kuvamiwa, kumekuwa na mabomu, kumekuwa na masasi ambazo zimenenda kuumiza watu, na imenenda kuonekana kuna wengine wamekimbia milioni wakatoka katika nchi yetu. Kumekuwa wale ambao wamekuwa wakimbizi wa ndani ambao wanaita wa déplacés mu Kifaransa, na kumekuwa na wengine wamekuwa vilema, na wengine hawana haki zao za kibinadamu. Na ndio kwa maana tumeona hii siku kwetu kama vile shirika jipya la kiraia la Mkongomani kuweza kuleta sauti yetu juu, ili viongozi kitaifa waweze kutusikia, na vile vile katika umati wa dunia nzima waweze kutambua kwamba kuna mambo ambayo yamenenda kutendeka kupitia hivi vita, na ni vita ambavyo wako wanatuletea, sio vita ya Wakongomani, ni vita vya kuweza kutugandamiza ili uhuru wetu usiweze kuonekana. Na ni hali gani inayoonekana Uvira kwa sasa tangu waondoke M23? Tangu M23 AFC itoke katika mtaa wa Uvira, kumeonekana na vitu vingi sana. Niweze kukuambia kwamba kutangia hapa Kiliba kufika katika mji wa Sange, tunaweza kuhesabu makaburi za pamoja zinazozidi 19, na nimekwisha kusema kwamba kuna haki za kibinadamu ambazo zimenenda kukiukwa, kwa maana kuna vilema, kuna na wale ambao wamenenda kukimbia, na watu hatuwezi tena kuendelea, kwa maana tumekuwa katika vita ambavyo tunashurutishwa kusudi viwe kwetu. Na ndio kwa maana tumenenda kusema siku ya leo tujiweke pamoja na sauti yetu iwe ni moja, na vile vile tuweze kuonesha umoja katika Kongo nzima, kwa maana taifa la Kongo linahitaji amani, halihitaji vita. Na je, kuna umuhimu wa kusherehekea uhuru wakati umesema wananchi hawako? Ndio, uweze kutambua kwamba kweli kuweza kufanya siasa ya nafasi isiyo na mtu haiko ya maana sana, na ndio kwa maana tumeona sisi tuweze kukusanyika, na ndio hatua itatuleta tuweze kupata neno ambalo tunaweza kusema kitaifa, kusema kwa ngazi za juu duniani kote, ili watambue kwamba sisi tuko katika shida. Tungekuwa tuko nyumbani tu tunajituliza, sauti yetu haiwezi kusikika, lakini wakati tumejiweka pamoja na tunakuja kulalamika, ni pale sauti yetu itasikika kwamba tungali katika shida ambayo imenenda kuletwa na vita kutoka katika nchi za majirani, na ili ienende kukimbiza Wakongomani katika nchi yao, ienende kutuua na ienende kutuumiza vile vile, na kuweza kuharibu haki zetu za kibinadamu. Kwa hao wavamizi unawatumia ujumbe gani? Kwa hao wavamizi ninawaambia kwamba hawawezi, kwa maana taifa la Kongo liko katika umoja. Tunawaomba, ikiwa kweli wamekuja kuleta vita katika nchi ya Kongo, tunawaomba warudie kwenye ngazi ya maongezi, na ili kile wanachokitafuta serikali inaweza ikawapa, na vile vile kitaifa wanaweza wakajulikana, ili waepushe wale ambao wamekuwa wabaya, wamefanya mauaji, wamekeuka haki za kibinadamu, na wale ambao wameenenda kukubali kweli kweli kwamba ni Wakongomani watabaki katika taifa lao, na hapo tutaleta amani na maendeleo katika nchi yetu. Sisi ndio tunashukuru ndugu mtangazaji. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, tuzungumzie huko maeneo ya Fizi. Huko katika tarafa la Fizi, ndege isiyokuwa na rubani drone imeripoti kushambulia kambi ya wanajeshi wa Burundi iliyoko katika mtaa wa Mshimbaki mjini Baraka
katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vilieleza kuwa ndege hiyo ambayo siokuwa na rubani iliweza kutokea upande wa waasi wa M23. Hata hivyo, wakitaja kuwa walikuwa wakilenga helikopta mbili ambazo zilizokuwa zikipita maeneo hayo na zilizotua huko maeneo Baraka ambazo walitaji kuweza kuziangamiza. Habari zilitaja kuwa hakuna mtu aliyefariki na hakuna kitu ambacho kilichoshambuliwa. Zidi ya swala hilo, waasi wakiendelea kuendesha na vishawishi pia mashambulizi maeneo kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jambo ambalo linaendelea kubaki kimya. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tulipojaribu kuzungumza nao kupitia njia ya simu, ambapo mpaka sasa hawajazungumza chochote kuhusu mlipuko pia drone hizo ambazo zilizoshambulia kambi ya kijeshi ya pale maeneo katika tarafa la Fizi. Na pia katika habari zetu kwa kumalizia, tumalizie na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rwanda yafikishwa katika mahakama ya kimataifa ya The Hague. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewasilisha rasmi kesi kati ya mahakama ya kimataifa ya huko The Hague dhidi ya Jamhuri ya Rwanda. Kupitia hatua hiyo ya sheria, Kinshasa inashutumu Kigali kwa kukeuka mikataba kadhaa iliyokuwa imesainiwa ya Umoja wa Kimataifa, ikiwemo ile inayohusu kuzuia mauaji ya kimbali kupitia ubaguzi wa rangi, kulinda haki za wanawake na kupinga mateso. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kuwa raia wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanahasirika na mauaji ya kiolela, mauaji ya kiraia, ya kikatili pamoja na ya kingono, na kuhamasisha lazima raia wengi ambao wanaoendelea kufariki, huku ikitaja kuwa lazima kwa ziada ya miaka 13 kwa mujibu wa ombi hilo. Vitendo hivyo vinahusishwa na operesheni za kijeshi zinazodaiwa kufanyika na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Rwanda RDF pamoja na makundi ya waasi yenye kushikilia silaha kupitia muungano wa waasi wa M23. Maombi hayo yanaeleza kuwa hii ni historia ya migogoro tangu baada ya mauaji ya kimbali ya mwaka 1964 iliyotaja makundi mbalimbali waasi kama AFDEL, RCD na muungano wa waasi wa M23 kama sehemu ya hoja zinazowasilishwa mbele tu ya mahakama kwa kufuatilia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tusubiri ikiwa mahakama ya huko The Hague itachukua maamuzi hayo dhidi ya nchi ya Rwanda. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ambayo imeletwa kwenu na Janvier Emmanuel Kaluhya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo. Wa kwanza kabisa kuweza kuzipata video vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. La ziada sina, nikutakia asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini.